kuchukuliwa. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi anasema kwamba maisha yake yamo hatarini. Hii ni baada ya risasi kufyatuliwa karibu na makazi yake katika kijiji cha Kibiku, Kabete. Risasi hiyo ilipenya hadi kwenye paa la nyumba ya jirani na kuanguka kwenye chumba cha kulala cha watoto, hali iliwatia hofu wakazi wa eneo hilo. Tukio hilo lilitokea majira ya adhuhuri, mita chache kutoka boma la gavana, hali ambayo imeizua maswali mengi kuhusu usalama wa kiongozi huyo pamoja na sababu ya kulengwa kwa eneo lake. Kutokana na hilo, viongozi wa kaunti katika kaunti ya Kiambu wametaka idara ya polisi kuongezea gavana huyo ulinzi. Karibu na kwangu kuna shamba ya our governor Paul Kimani Wamatangi. Alikuwa hapo juu, alikuwa amekuja kuangalia shamba lake. Ndio sasa ikanikujia ama ni yeye walikuwa wanawinda, na sisi hakuna mtu ako na ubaya na gavana wetu sababu tunampenda na tunakanga. Hata anakujaga tu anatembea huko hata bila bodyguard na hakuna mtu anaweza kuwa anamuwinda. Nikashindwa, ikanistua sana. Huyu jirani yangu ambaye ni wa familia pia, kwa vile sisi ni familia moja kutoka huko mpaka hapo, amesikia mlio kwa nyumba. Alafu amefikiri ni jiwe imegonga nyumba, kumbe akienda kuangalia kwa kitanda cha watoto wake hapo iko shimo kwa mabati imegonga. Alafu akienda kuangalia hapo chini mahali watoto wake wanachezea kuna risasi. Sasa yeye akaleta hii risasi. Na hii risasi wenye walikuwa wanaongea wataalamu, isipokuwa tunagojea ripoti ya mwisho, wanasema imepigwa kutoka kwa bunduki kubwa kama zile kina AK47. Hivyo ni kusema tukiwa hapa mahali tuko kitu kama 50 meters kutoka kwa nyumba yangu, mwenye alikuwa anapiga labda then alikuwa kitu kama another 200 or 300 meters. Mahakama Kuu Jumanne ilitupilia mbali kesi iliyowasilishwa ya kutaka majaji watatu kujiondoa kwenye